natoka kwenye chama chochote, angalia hicho chama kwanza, maendeleo ya chama chenyewe, kwa sababu mradi huu kama ilivyoelezwa vizuri kwanza kwamba wamepewa wakandarasi wa kina mama wenye thamani ya shilingi bilioni 45.45 na unajengwa kwa awamu kama jinsi ambavyo zimeelezwa awali, sitaki kurudia. Katika awamu hizi zote fedha tayari zimekwisha kutolewa zaidi ya shilingi bilioni 6.8 na fedha hizi wamepewa hawa wakandarasi mliowaona wakina mama. Wakina mama wanaweza, wakina mama oye! Lakini katika eneo hili wamekwisha kutekeleza mradi katika kipindi walichopewa cha mwaka mmoja, wana miezi 11, kwa maana ya kwamba wamebakiza mwezi mmoja na hawajatekeleza. Sasa mimi maagizo yangu na maelekezo, kwa sababu kumekuwa na changamoto ambazo wamekuwa wanazieleza hapa. La kwanza, ikiwa kasi itakuwa hii ya mradi huu, mpango ulikuwa mwaka mmoja na sasa ni miezi 11, tuko 38.5% ya mradi. Changamoto zilizoelezwa ninakubaliana nazo, lakini nyingine katika miradi mingine pia sitakubaliana nazo. Kwa mfano, changamoto mojawapo tumeelezwa kuna changamoto ya mvua nyingi katika eneo la mradi Mwaloha Embuleti Zotula. Nimeongea hapo Kiingereza, mlitaka mvua isinyeshe. Hapa tunalima mahindi, tunalima kahawa, tunalima na nini na viazi, si ndio? Sasa mvua isimame ili tujenge barabara au mvua inyeshe? Mvua inyeshe, si ndio? Kwa hiyo walipaswa katika kufanya feasibility ya study ya barabara ya awali, upembuzi yakinifu, wajue kwamba msimu wa mvua uko hivi na sisi ili tujenge kwa kuzingatia haya. Kwa hiyo msomaji wa kwanza alipaswa kujua kwamba mvua za watu wangu wa Diwili, lakini pia katika mkoa wetu wa Songwe, wilaya ya Mbozi, mvua huwa zinanyesha kwa sababu wananchi hawa ni wapenzi wa Mwenyezi Mungu na mvua ya Mwenyezi Mungu itaendelea kunyesha. Kwa hiyo mpango wa hii changamoto mimi sikubaliane nayo. Lazima waseme kwamba mawe tutakayoyapata tutaenda kuyapata kilomita kadhaa na mawe hayo italazimika kuyasomba na mnayatoa Mbeya naambiwa, si ndio? Kwa hiyo ilipaswa kuwa kwenye calculation ya muda wa mradi. Kwa hiyo mradi ambao ulitolewa wa mwaka mmoja sio halisi. Uhalisi ulipaswa uzingatie upatikanaji wa moramu itakuwa wapi, upatikanaji wa kokoto itakuwa wapi, lakini pia kwamba mvua huwa zinanyesha. Uongo kweli? Kwani tumemkosea nini Mungu sisi asitupe mvua? Mpigieni makofi Mwenyezi Mungu. Wananchi oye! Kwa hiyo hii miezi tuliyoisema sio halisi. Matokeo yake tutaanza kubeba lawama ambazo sio za kweli. Uongo ndugu zangu? Mheshimiwa mkoa, uongo kweli? Mheshimiwa mbunge, au nakosea? Ilipaswa izingatiwe. Kama vifusi tunavitoa mbali, kokoto tunatoa mbali, calculation ile ilipaswa iendane na muda wa nini wa mradi. Kwa hiyo kwenye calculation, kwa sababu wameomba muda wa kuongezewa, ninaomba sana zingatio liwepo la kwamba msimu wa mvua hapa Idiwili, Songwe, katika mkoa wetu na mkoa wetu, wilaya yetu ya Mbozi, mfumo na msimu wa mvua na jua unajulikana. Kwa hiyo uzingatiwe ule muda wa mradi katika hilo, si ndio ndugu zangu wananchi? Ndio, sio? Kwa hiyo hilo nadhani liwe la kwanza na lizingatiwe. Ndugu yangu meneja wa TANROADS, mlipaswa kuliona hili ili tukitoa taarifa kwa wananchi wasije wakasema mmechelewesha mradi ni kwa sababu ya hesabu ambazo zilipigwa hapa sio halisi. Mimi sio mkandarasi, taaluma yangu ni mwanasheria, lakini nimesimamia sana barabara na ujenzi wa nyumba nyingi. Bahati mbaya mvua ikinyesha, kama haujamaliza yale madaraja au vivuko hivyo, utalazimika usubiri, kwa sababu kama ni moramu au kokoto huwezi kuzivusha kwenda ng'ambo nyingine, kwa sababu lazima ujenge daraja kwanza ili hata mvua ikinyesha uweze kupitisha, si ndio ndugu zangu? Ardhi yenyewe tunaiona hii imebarikiwa na Mungu, ni ya milima na nini na mabonde, na ndio maana tunapata kahawa, tunapata mahindi, tunapata na nini na viazi. Sasa baraka hizo huwa zinakuwa na balaa lake. Balaa lake ni pamoja na mfumo huu wa ujenzi sio rahisi sana, si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo kwa sababu dhamira ya serikali ni kumaliza huu mradi kwa wakati,
ili wananchi wasiendelee kuhangaika. Lengo la kuunganisha miundombinu ya barabara ni kuhakikisha kwamba wilaya na wilaya zisomane na mkoa usomane. Mnufaika anakuwa mwananchi mkulima wa kahawa, anaweza kuichukua kahawa yake akaenda kuiuza popote kwa wakati. Mnufaika ni mkulima wa mahindi, mnufaika ni mkulima wa viazi ambaye bei yake itaongezeka kwa sababu atapeleka kule kuliko na soko. Hapa sisi wenyewe bei yetu ya mahindi inaweza isiwe nzuri kwa sababu kila mmoja analima. Uongo ndugu zangu? Lakini pia bei ya mahindi au ya kahawa inaweza isiwe nzuri kwa sababu kila mji unalima. Lakini barabara yetu ikijengwa na ikakamilika, tutaweza kupeleka Mbeya, tutapeleka katika mikoa mingine, tutapeleka mpaka uwanja wa ndege, na mazao yetu yatapata thamani kwa sababu itakuwa na urahisi wa kuweza kuyasafirisha na tukapata bei nzuri. Pigieni makofi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ambie na niwape salamu za kuhusiana na maendeleo. Hatuwezi kufanya maendeleo kama nchi yetu pia haiwezi kuwa salama. Mnafahamu nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi huru, ni nchi ambayo ina mfumo ambao umefungamanishwa kikatiba. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Hakuna mtu aliye juu ya sheria. Nchi yetu inaongozwa kwa taratibu ya sheria, taratibu na kanuni zilizotungwa kwa mujibu wa katiba. Kwa utaratibu huo, ndugu zangu wananchi, kila mmoja anayo haki, na haki ya kila mmoja inalindwa na serikali. Na haki mojawapo ya msingi ni haki ya kuishi. Haki nyingine ya msingi ni haki za kiuchumi, haki za kisiasa na haki za kiutamaduni. Hili jukumu sisi serikali tumeendelea kulisimamia kwa wivu mkubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, kwenye maeneo yetu hatuwezi kuwa na maendeleo kama pia hatuwezi kusimamia na kuheshimu sheria zilizopo za nchi yetu. Natambua wapo watu wengi watakuja kuwapotosha na wapotoshaji hawakosekani, lakini kabla ya kupotosha, yule mpotoshaji anayesema atafanya vizuri, muangalie kwanza kama yeye amemaliza matatizo hata ya familia yake. Jiulize pia kama yeye, hata kama anatoka kwenye chama chochote, angalia hicho chama kwanza, maendeleo ya chama chenyewe kimewafikia wananchi mpaka vijijini. Kama kumekuwa kuna uwezekano huo wa kuona kwamba wana mfumo bora wa uongozi, wana vitu vya mfano, wamejenga hata shule na ikafanya vizuri, wamejenga barabara ikaonekana inafanya vizuri, wana mfano wa zahanati yao wamejenga kama chama, kwamba sisi mkitupa madaraka tutajenga zahanati ya namna hii, sisi mkitupa madaraka tumejenga shule hii ya mfano. Shule hii ya mfano mkitupa madaraka itakuwa kielelezo cha mambo mazuri ambayo tutayafanya kadri mnavyoona. Lakini tumekuwa na uchochezi mwingi, tumekuwa na upotoshaji wa taarifa. Ndugu zangu, nchi yetu hii ni moja. Nchi yetu hii sisi viongozi lazima watuunganishe, na nchi yetu hii lazima tuangalie na kukerwa na changamoto za wananchi na tuwe na wajibu wa kutatua changamoto zao. Kwa hiyo ndugu zangu, wapo watu tunafahamu hawawezi kukosekana kwenye wengi ambao watakuja kupotosha. Utasikia Mama Samia hili, Mama Samia lile, asunga hili, asunga lile. Yapo hayo yatasemwa, lakini ndugu zangu, akili ya kuambiwa changanya na ya nani? Na ya kwako.